Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza, majibu. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Makamu wa Rais kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni, yani NCMC, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI inatekeleza mikakati mbalimbali ya kuvutia wawekezaji wa biashara ya kaboni katika mkoa wa Arusha. Mikakati hiyo ni pamoja na kuandaa kanuni za udhibiti na usimamizi wa biashara ya kaboni za mwaka 2022 ambazo zimefanyiwa marekebisho ya mwaka 2023. Aidha, kuanzishwa kwa Kituo cha Taifa cha Kuratibu na Kufuatilia Biashara ya Kaboni, yani National Carbon Monitoring Center. Aidha, kutoa elimu kwa umma kuhusu biashara ya kaboni na kuendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika biashara hiyo. Kutokana na hatua hizo, taasisi na kampuni mbalimbali zimeonyesha nia kuwekeza kwenye biashara ya kaboni katika mkoa wa Arusha, hususan katika halmashauri za wilaya ya Karatu na Monduli. Taasisi na kampuni hizo ni pamoja na kampuni ya The Nature Conservancy, Arbin, Soil for the Future Tanzania na Carbon Tanzania. Mheshimiwa Spika, napenda kuwahamasisha sekta binafsi na wananchi wote kuendelea kuchangamkia fursa za uwekezaji katika biashara ya kaboni. Aidha, serikali itaendelea kusimamia sheria, kanuni na miongozo na taratibu katika uendeshaji wa biashara hii ili wananchi wavutiwe na wanufaike na uwepo wa biashara hii. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Zaitun Swai, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa biashara hii ya carbon ni muhimu sana kwa ajili ya kutuongezea mapato kwenye halmashauri zetu, ni upi mkakati wa serikali kushirikiana na sekta binafsi kutafuta masoko ya uhakika? Lakini swali la pili Mheshimiwa Spika, uelewa wa biashara hii ya hewa ukaa bado ni mdogo sana, hususan kwenye jamii za kifugaji. Ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha wananchi wanapatiwa elimu juu ya faida ya biashara hii? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Zaituni kama ifuatavyo, lakini nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kuwa amekuwa na hamasa kubwa ya kutaka kujua faida, fursa na elimu ya biashara hii. Mheshimiwa, nianze tuna swala hili la masoko kwa wadau mbalimbali. Mheshimiwa, nakumbuka mwezi wa 4 katika mwaka huu, mwezi wa 4 tulifanya mkutano mkubwa katika mkoa wa Dar es Salaam, na mkutano ule ulikuwa unahusisha masuala haya ya biashara ya kaboni, na tuliweza kualika watu mbalimbali wakiwemo wawekezaji, taasisi za serikali, taasisi binafsi, viongozi wa serikali kwa maana kwamba kwa wilaya, kwa mikoa, madas na maras, wote ikiwa na lengo kwanza kuwapatia elimu, lakini pili ilikuwa ni kueleza fursa zinazopatikana kutokana na biashara hii, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni kuonesha wapi masoko yanapatikana katika biashara hii. Nimwambie tu Mheshimiwa kwamba serikali itaendelea kutafuta masoko ya biashara hii, wawekezaji waje, na tayari wapo wawekezaji ambao wameshajitokeza kwa ajili ya kuanza kufunga mkataba na kufanya biashara na serikali ili kunufaisha wananchi. Lakini Mheshimiwa, tumetoa elimu, tumeanza na makundi mbalimbali yakiwemo ya wafugaji, wakulima, watendaji wa serikali na viongozi mbalimbali, tumekuwa tukiwapa elimu. Lakini mwambie tu Mheshimiwa kwamba kwa sababu elimu hii bado haijaenea nchi nzima, tutaendelea kutoa elimu kwenye makundi tofauti, hasa kwa makundi ya wafugaji, hasa na wakulima, hasa wale wa vijijini, kwa sababu wao ndio ambao wanasimamia misitu mikubwa inayozalisha hii carbon. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Abdul Maalim, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Je, kuna mkakati gani ya kuwashirikisha wadau wa Zanzibar ili kunufaika na biashara hii ya hewa ya ukaa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, baada ya kuona kwamba kuna misitu mikubwa Zanzibar ambayo inaweza ikazalisha, tena ni asili na miti mikubwa ambayo ina uwezo wa kuzalisha na kutoa carbon nyingi kwa sababu iko muda mrefu, tumeona na wenzetu Zanzibar tushirikiane nao. Tumeshirikiana na ZEMA, tumeshirikiana na waheshimiwa wawakilishi, waheshimiwa masheha, waheshimiwa kwa wilaya, waheshimiwa kwa mikoa na baadhi ya mawaziri, ili lengo na madhumuni kupeleka elimu hii, na kwa sababu fursa hii ipo Zanzibar. Nimwambie Mheshimiwa Abduli kwamba kutokana na elimu tuliyoitoa, sasa Zanzibar inakwenda kunufaika na biashara hii ya hewa ukaa.